وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا المصطفى سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Watukufu wa Kiislam, baada kumshukuru Allah yeye jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie miezi hii iwe ni miezi mitukufu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atulipe ujira wake, kwa sababu tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab. Ndani ya huu mwezi mtukufu wa Rajab kuna mambo mengi sana ambayo yametokezea katika tarehe ya Kiislam, lakini tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yale yote yaliyotokezea katika tarehe za Kiislam yawe ni yenye kujulikana, na inshallah Allah akikujalia kupata klipu hii, basi share kwa wenzako ili Mwenyezi Mungu nawe akupe baraka nyingi sana. Tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab, ikiwa leo tuko katika mwezi 22 siku ya Jumatatu. Leo siku ya Jumatatu tuna mwezi 22 Rajab. Kuna funga ambayo ipo katika mwezi 27 ndani ya huu mwezi mtukufu wa Rajab. Ni funga maalum sana, ni funga nzuri sana, ni funga ambayo ina fadhila kubwa sana, na ni funga ambayo ina mambo mengi sana katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Kwa mwezi 27 sawa, 26 kwa mke 27 usiku wake ndio usiku bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda safari yake ya Isra wal Mi'raj. Kwa mwezi 26 usiku kwa mkia mwezi 27 ndani ya huu mwezi wa Rajab ndio usiku mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usiku ambao kaenda safari yake ya Isra wal Mi'raj. Kwa mwezi 27 watu wakaitukuza na wanawachuoni wakaitukuza, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ameitukuza siku ya mwezi 27 kwa sababu ndio siku ambayo kaenda kukabidhiwa zile 5 salawati. Kwa ikiwa leo mwezi 22, 23, 24, 25, 26, 27 ndani ya mwezi huu wa Rajab, mwezi 27, basi kuna funga unatakiwa uifunge ndani ya mwezi huu 27. Kuna funga unatakiwa uifunge siku ya mwezi 27 katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Na funga hii watu wengi sana wamesema kwamba haifai. Funga hii watu wengi sana wamepiga vita, kwa sababu wanasema kwamba ni bid'a. Hakuna funga ya Miraj, isipokuwa tu mtume alienda safari Isra wal Mi'raj, lakini hakuna funga siku ile ya Miraji. Sasa elimu ni pana sana na elimu ni bahari sana. Wapo wanaosema kwamba elimu wafunga Miraji hakuna. Sawa, hakuna funga ya Miraji, lakini hadithi zipo za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe mtume anasema habari nzito ambazo zinahusiana na kufunga funga ya Miraji. Kwa hiyo funga ya Miraji ipo mwezi 27 katika mwezi wa Rajab ipo, na mimi nitakusomea hadithi hapa ambayo kaitamka mwenyewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaosema kwamba hakuna funga ya Miraji, hapana. Funga ya Miraji ipo mwezi 27. Ukifunga siku ile utaona faida zake, nitakutajia hapa, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakulipa mema makubwa sana ukifunga ile mwezi 27 katika mwezi wa Rajab. Kwa ikiwa leo mwezi 23, mwezi 22 iko siku ya Jumanne, inshallah anza kuhesabu mpaka mwezi 27. Hadithi ya mtume inasema hivi: akhbarana al-Sheikh Abu Barakati sawa, qala akhbarana al-Sheikh al-Hafidh Abu Bakr Ahmad ibn Ali Thabit ibn al-Khatib qala akhbarana Abdullah ibn Ali Muhammad Bashir qala akhbarana Ali ibn Umar al-Hafidh akhbarana Abu Bakr al-Nasri ibn Jayshun ابن موسى الخلالي أخبرنا علي ابن سعد الديلامي أخبرنا ضمرة ابن ربيعة القرشي عن أبي موسى عن أبي شعيب عن أبي شعيب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. Hawa wote ni wapokezi wa hadithi ambao nimekusomea hapa. Kwa wapokezi wa hadithi hii wote hawa wanasema
qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man sama yawma sabi'u wal 20 min Rajab kataba lahu thawaban siyama 60 shahran. Muona mambo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man sama yawma sabi'u wal 20 min Rajab, mtu yoyote atakayefunga mwezi 27 ndani ya huu mwezi mtukufu wa Rajab, basi kataba lahu thawaban, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia thawabu mtu huyo, sawa siyaman 60 shahran, sawa na mtu aliyefunga miezi 60. Kwa hiyo ukifunga mwezi 27 ndani ya huu mwezi wa Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia thawabu sawa na mtu aliyefunga miezi 60. Mwaka una miezi 12, sawa? Kwa hiyo ukipiga miezi 60 utapata idadi ya miaka mingapi ambazo ndizo thawabu atakazokulipa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume anasema man sama yaumi 7 wal 20 min Rajab, mtu yoyote atakayefunga mwezi 27 ndani ya huu mwezi mtukufu Rajab, kataba lahu thawaban, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia thawabu mtu huyo siyaman 60 shahran, sawa na mtu aliyefunga sawa na mtu aliyefunga miezi 60. Tuko pamoja? Kwa hiyo ikiwa leo mwezi 22 siku ya Jumatatu, hesabu kesho Jumanne mwezi 23, Jumatano mwezi 24, Alhamisi mwezi 25, Ijumaa mwezi 26, siku ya Jumamosi itakuwa ni mwezi 27. Kwa ukifunga siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni Jumamosi inayofuata kesho kutwa mwezi 27, Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia thawabu sawa na mtu aliyefunga miezi 60. Tuko pamoja? Haya ndio maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume akasema katika hadithi, naam, wa huwa, na hiyo mwezi 27 hiyo, awwal yawmin, ndiyo siku ya kwanza, nazala fihi Jibril, aliyoteremka malaika Jibril ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam birisala. Siku hiyo mwezi 27 ndio siku ya mwanzo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa na malaika Jibril ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni siku tukufu sana, ni siku adhimu sana, inatakiwa tuitukuze na inatakiwa tuheshimu pia, kwa sababu ndio mwezi ambao una mambo mengi sana, na ndio siku ambayo ina mambo mengi sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikujalia kufika siku ya Jumamosi mwezi 27, basi funga, utapata faida hizo inshallah. Mwenyezi Mungu akufanyie pesi wewe na mimi, na tusamehe madhambi yetu. Hii ni part 1, itakuja part 2 baadaye inshallah. Mwenyezi Mungu atufanyie pesi na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.